Umasikini ni nini? Umasikini ni roho kama zilivyo roho nyingine. Umasikini ni roho kama zilivyo roho nyingine. Kama unavyosikia hivyo, roho ya magonjwa, roho si pepo jini, roho ya hichi, na umasikini ni hivyo hivyo. Hai. Kwa hiyo umasikini ni roho kama zilivyo roho nyingine. Na asili ya umasikini inaanza rohoni. Asili ya umasikini sio mwilini. Kwa hiyo ukimwona masikini yoyote, tayari roho hiyo ilishamvaa rohoni. Kwa hiyo ukiona mtu ukasema huyu ni masikini, ujue mwilini ni matokeo tu ya kile ambacho kimeshatokea rohoni. Kwa hiyo hauanzi mwilini, unaanzaga rohoni. Kwa hiyo ukimwona mtu ameishiwa kabisa, ameishiwa, hana kitu, fahamu hamna, akili hamna, huyo ni masikini wa akili. Ufahamu hamna, umasikini wa ufahamu. Hekima hamna, masikini wa hekima. Maana umasikini tu haupo kwenye eneo moja la kifedha tu, lakini umasikini huwa kwenye maeneo tofauti tofauti unaweza ukakaa. Na asili yake huwa ni rohoni na sio mwilini. Mtu anasema umasikini unakaa tu kwenye vitu, mtu hana kitu. Umasikini unaweza ukakaa kwenye kipawa, umasikini unaweza ukakaa kwenye akili yako, umasikini unaweza ukakaa kwenye ufahamu wako. Roho ya umasikini inaweza ikakaa kwenye kinywa chako, roho ya umasikini inaweza ikakaa kwenye mikono yako, kwenye miguu yako. Roho ya umasikini inaweza ikakaa kwenye kila kitu ambacho unaweza ukawa nacho kama zawadi ambayo Mungu amekupatia. Na asili yake huwa ni rohoni, sio mwilini. Hii ni roho chafu sana. Ni roho chafu sana ambayo imewatesa watu kwa kiwango kikubwa sana, ambayo imetesa kanisa kwa kiwango kikubwa sana. Leo kanisa linadhalilika kwa sababu kuna roho ya umaskini. Leo kanisa hatuna mbele wala nyuma kwa sababu ya roho ya umaskini. Leo kanisa hatuwezi kuongea mbele za watu kwa sababu ya roho ya umaskini. Leo hata wewe huwezi kusimama katika familia, huwezi kuongea kitu ukasikiwa, huwezi kusimama mbele za watu, huwezi wakati mwingine kusema nimeokoka mbele ya kadamnasi, utamumunya maneno kwa sababu ya roho ya umaskini. Huwezi kusimama kwenye familia yako kwa sababu ya roho ya umaskini. Kwa hiyo roho hii ni roho chafu. Lakini roho hii mahali pakubwa inapopendelea kukaa ni kwenye ufahamu wa mtu. Roho hii mahali pake pakubwa inapopendelea kukaa, mahali pake pakubwa inapopendelea kukaa ni kwenye ufahamu wa mtu. Ndio maana masikini hatuwapimi kwa vitu, masikini tunawapima kwa ufahamu. Ndio maana binti uliye hapa, usingangane kuolewa na kijana mwenye nyumba, mwenye gari, mwenye maviwanja, mwenye magorofa, mwenye nini, lakini ngangana kuolewa na kijana mwenye ufahamu mzuri. Maana umasikini hukaa kwenye ufahamu. Inawezekana leo hana gari, hana jumba, hana gorofa, hana chochote, ni kapurwa, hana lolote, na ukagoma kuolewa naye. Kesho akawa na vitu vyote. Kwa sababu gani? Umasikini wake uko leo ni muda tu. Si kwamba ni masikini, ana maono, ana ufahamu, ana akili sana huyu mtu. Baada ya muda, ile ni swala tu la muda. Yaani hivi vitu ni swala la muda. Baada ya muda unashangaa yule mtu ndio amekuwa ndio huyu nilikataa kuolewa naye. Haki ya Mungu siamini. Bora hata ningekubali mwanzo. Na ukiona kijana, binti, umepata kijana, alafu unamuuliza, "Hivi maono yetu ya baadaye ni nini?" Anaanza kukwambia, "Unajua mama, hebu sema mama." Analamba lips. "Najua mpaka nimwambie dad. Unajua dad ana nyumba 10. Dad Kariakoo ana duka. Najua mam ni prophetess." Kimbia. Mwambie mwenzako kimbia.
Huo ni msala umekutana nao. Wewe unaweza kuniambia babangu ana hiki ana hiki ana hiki. Wewe niambie wewe kwamba mimi maono yangu bwana ni haya. Tukioana mimi ni maskini, sina chochote, lakini mimi kwanza cha kwanza nampenda Mungu. Amen. Yaani huo ndo mtaji wa kwanza. Sema huo ndo mtaji wa kwanza. Mimi ni church boy. Papi, mimi ni mpambanaji. Sema ni mpambanaji. Yaani mimi najua kusaka pesa. Hayo usijali mama, tutanunua majumba, tutajenga, maana mimi ni machinga. Yaani sichagui kazi ya kufanya. Mimi ni mpambanaji, usijali. Na unamwona kabisa anapambana. Yaani kazi ni kazi. Yaani kama yuko ofisini anafanya kwa bidii. Sio analala saa 2 usiku, saa 1 anaamka saa 6. Afu anaanza kupigia simu. Umeamka bei? Bei? Mwambie wewe. Bei umeamka saa 6 kido kijana anajinyosha. Yaani nimeamka hapa sasa, dada zangu hawajapika chakula. Ndio kanaingia jikoni. Kana zunguka pale. Naoa mimi. Naoa nitawaletea wifi yenu. Mimi naoa, wewe unaoa una guest. Mama atanipa. Sibaba anawaringia dada zake, kanavimbisha. Kakitoka hapo kanaenda gym. Kanachukua gari ya babake kanazunguka nayo. Kimbia. Ndio yeye anafika sasa, mama mkwe anasema hivi, nyumba yangu ondokeni. Nyumba yangu hapo umeshamchefua mama mkwe. Nyumba yangu kapangisheni. Kwani hapa ni kwenu? Unasema mama jamani, mama mkwe wangu ni mbaya, tutatoa ile pepo. Ni mume wako ndo mbaya. Lakini kweli hukuangalia, uliangalia mali za kwao, uliangalia mali zake, hukujua umasikini unakaa kwenye ufahamu. Huyo ni masikini wa kutupwa. Kwa hiyo ukimwona mtu ni masikini, tayari rohoni alishakuwa masikini siku nyingi. Ukimwona ni tajiri, tayari alishakuwa tajiri siku nyingi katika ulimwengu wa roho. Nikakwambia umasikini unaweza ukawa kwenye nyanja mbalimbali za kiuchumi kweli, lakini mtu anaweza akawa masikini wa tabia, lakini mtu anaweza akawa masikini wa moyo, lakini mtu anaweza akawa masikini wa akili, lakini mtu anaweza akawa masikini wa kuona mbali, lakini mtu anaweza akawa masikini wa watoto, lakini mtu anaweza akawa masikini wa hiki na kile. Mwingine ni masikini wa watoto. Ana mali, ni tajiri wa mali, lakini ni masikini wa watoto. Hana watoto, hajazaa. Huyu tunaweza tukamwita masikini wa watoto. Lakini mwingine ni masikini wa chakula. Kweli ana vitu, ana pesa, lakini ana kisukari, ana pressure, ana magonjwa kibao ambao anaangalia tu vyakula kwenye. Huyu ni masikini wa chakula. Hana chakula, hawezi kula chakula huyu. Kwa hiyo masikini unaweza ukaweka kwenye nyanja mbalimbali. Lakini mwingine ni masikini wa kufikiri. Ni mvivu wa kufikiri huyu, masikini wa kufikiri. Hawezi kufanya maamuzi, yeye ni mvivu wa kufikiri. Lakini mwingine ni masikini wa kiroho. Maisha ya rohoni kwake ni umasikini tosha. Hawezi kusoma neno, hawezi kuomba. Rohoni wanampiga, tunasikia nimepigwa jiwe la kichwa leo, kesho kutwa anasikia nimepigwa la mguu. Kesho kutwa nyingine anakuambia nabii nimedumbukizwa kwenye korongo. Kesho kutwa nyingine anakuambia nabii wamekuja kabisa wakanibeba kipaipai, wakanichimbia shimo, wakanizika najiona. Kesho kutwa nyingine anakuambia nabii sasa naona wanataka kunipofua na macho, wamenitoboa. Kesho kutwa huyo mtu ni masikini wa kiroho. Hana nguvu za rohoni. Adui akimtaka anampata kama vile anadaka kware pale. Hata kware anakimbia. Yaani kama vile anadaka sisimizi. Maana ni masikini wa kiroho. Kwa hiyo chochote ambacho kinatakiwa kimfikie kinampata kwa haraka. Yaani wakiunga tu kakikundi hata hawatumii watu wengi. Nilikwambia hata wahitaji kufanya jumuiya, wamekukamata. Wewe ni masikini wa kiroho. Wakifanya vikao hata hawahitaji kutumia nguvu kubwa. Anatumwa tu mtoto mdogo. Anaambiwa wewe unamweza. Mtoto yule anainyonya pale, anaambiwa mfate tu ile kamtishie usiku. Kwa hiyo usiku akija tu pale anamchezea. Kili. Kitoto kidogo hivi kimefundishwa. Kikimchezea tu hivyo anaamka asubuhi kichwa. Unajua nani? Nimelala usiku nikaona katoto kadogo. Unajua kadogo.
Kama kale kakwako kadogo, naambia usinitolee mifano yangu. Kadogo kaka nijiambia, nimeamka usiku nanuka, yani mwili wote unanuka nini. Sasa namwambia ndugu yangu, kama katoto kadogo hivyo kanakujiambia, unaamka asubuhi nanuka ushuzi. Lakini ukimwambia nini, ni masikini wa kiroho. Yani adui hahitaji kufanya nguvu kubwa kumpata, na ni hatari sana. Bora uwe masikini una pesa, lakini uwe masikini wa kiroho. Uwe tajiri wa kiroho. Piga makofi kwa Yesu. Maana ukiwa tajiri wa vitu alafu ukawa masikini wa kiroho, na kuambia hivi, tunakupa muda. Na Biblia inasemaje? Mwenye nyumba awapo na nguvu, ailindapo nyumba yake, vitu vyake huwa salama. Sasa ukiwa tajiri una vitu alafu ukawa masikini wa kiroho, tunakupa muda. Na wenye nguvu watakuja, watavichukua. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema masikini wa kiroho. Sema nitaondoka kwenye umasikini wa kiroho. Huna nguvu za kiroho. Umebaki tu kunena tu raba shapa parapota papa. Mende mwenyewe anakukimbia. Mjusi tu anatokea. Piga simu kwa mama. Piga. Mama hajapokea simu. Mama siku hizi anaringa sana. Hapokea simu yangu. Ni mjusi huyo. Mama, nimeona mjusi hapa ndani. Masikini wa kiroho. Huwezi kukemea mjusi. Hebu sema nitatoka kwenye umasikini wa kiroho. Na huu ndo mbaya sana, kwa sababu Wakristo wengi leo wamebaki ni majina ya Wakristo, majina. Tunasali Pentekoste, tunasali huku, kanisa langu ni likubwa, kanisa langu sijui tuna magorofa, kanisa langu lina tiles, lina viyoyozi, kanisa langu liko hivi, nabii wangu ni huyu. Lakini ni masikini wa kiroho, hana lolote, ni kopo, ni anapulizwa tu, anasukumwa tu hivi, kasha dondokea mtoni. Hawatumia hata nguvu kubwa. Anang'atwa tu kwenye ulimwengu wa roho ngapi. Linatokea likidonda hilo. Nafikiri ni kipele, mwisho limekuwa lijipu, anafika usana kwa cancer. Kwa hiyo masikini unaweza ukakaa kwenye nyanja tofauti. Nyanja ya kiuchumi, nyanja ya kiroho, nyanja ya kiufahamu, na nyanja tofauti. Nikakwambia umasikini mara zote au mara nyingi hushambulia ufahamu wa mtu. Adui akitaka kuleta umasikini kwa mtu, anashambulia ufahamu wa mtu. Ndio maana kuna mtu unaweza ukamwambia kitu kabisa, yani hiki kabisa, lakini hakuelewi. Kuna mtu unaweza ukamwambia kitu kabisa ukasema hiki kitamtoa, hiki kitamsaidia, lakini kwa sababu ufahamu umeshashambuliwa, ni masikini na ameshambuliwa ufahamu, tayari hakuelewi wala hataki kukusikia. Lakini kwenye kile kitabu cha Mithali 28:16 anasema masikini hawa wanafanya mambo ya upumbavu. 28:19 Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele. Bali afuataye mambo ya upuzi atapata umasikini wa kumtosha. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele. Aliyoko bize kulima shamba, kuomba, kumsifu Mungu, kumtolea Bwana, kutengeneza mazingira yake, kukaa mbele za Bwana, atakuwa na chakula tele. Lakini afanyaye mambo ya upumbavu. Ndio maana nikakwambia umasikini unakamata ufahamu wa mtu. Unakuta mtu anafanya mambo ya upumbavu. Sasa unasema hapo mama anatutukana. Hii ni Biblia. Afanyaye mambo ya upumbavu. Unamwangalia ni mtu mzima kweli, lakini anafanya vitu vya upumbavu. Anakataa neno la Mungu. Ni mtu mzima kweli, atakwambia manabii hawapo. Ni mtu mzima kweli, atakwambia unaenda kutafuta nini. Ni mtu mzima kweli, atakushirikisha kwa waganga wa kienyeji. Ni mtu mzima kweli, lakini kazi yake ni kufanya mambo ya upumbavu.
Yaani wakati wenzake wanaongea mambo ya maana kibiashara, yeye anaongea upumbavu. Wakati wenzake wanapanga dili za kupata pesa, yeye anapanga upumbavu. Ana mawazo ya upumbavu. Wakati wenzake simu ya mkononi inawasaidia kufanya biashara ya mtandao, yeye simu ya mkononi ni ya kuangalia ngono. Yake simu ya mkononi wanafanya biashara, wanatoa mizigo Zanzibar, wanatoa mizigo Ulaya, wanatoa mizigo China, wanaleta hapa. Wao yeye yuko busy kufanya biashara. Yeye simu ya mkononi ni ya kuangalia wanawake, ni ya kuangalia wanaume. Simu ya mkononi ni ya kuangalia pornography. Natoka ngono hii nakuja ngono hii. Simu ya mkononi ni ya kucheza game. Dunia imebadilika sasa hivi. Dunia iko kwenye kiganja. Simu inaagiza mizigo Uturuki. Simu watu wanafanyia biashara. Mtu tu amekaa lakini anafanya biashara ya mtandao. Huwezi kujua hata anafanya kazi gani, lakini ni simu tu anacheza nayo. Simu tu anacheza nayo. Anaagiza mizigo, anakuletea, anakuuzia, anakupa, anapata faida zake. Anafanya hivi. Yeye simu ya mkononi ni ya kufanyia upumbavu. Anasema atakuwa masikini, tena masikini wa kutupwa.